yusikumullahu fi auladikum, anakuhusieni Allah kuhusiana na wenenu. Yusikumullahu fi auladikum, anakuhusieni Allah kuhusiana na wenenu katika mirathi. Lidhakari, mwanamme, mithlu hadhi al-unthayaini, atarithi kama fungu za wanawake wawili. Yani mtu akifa akaacha watoto wawili, mmoja wa kike mmoja wa kiume, basi huyu mwanamme atarithi mara mbili ya mwanamke. Na hata kama watakuwa, tuliona tutoa mifano mengi, hata kama itakuwa kaachwa mwanamme mmoja na wanawake zaidi ya mmoja, mathalan ni mchanganyiko kiko kiume, basi urithi ni huu, lidhakari mithlu hadhi unthayaini. Hata kama wanaume walikuwa wengi, wawe 100 mathalan, lakini wamechanganyika watoto wenyewe kike kiume, basi urithi ni huo, lidhakari mithlu hadhi unthayaini. Mwanamume atapata nafasi kama vile ya wanawake wawili. Hii tulipita mifano, tukafanya mifano huko. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn. Sasa ikiwa mtu amekufa ameacha watoto wa kike watupu, hapa inakusudiwa wa kike watupu, na ikawa fawqa ithnatayn, wako zaidi ya wawili kuzidi. Amekufa mtu ameacha watoto wa kike watupu, hakuna mwanamume. Sasa ikiwa mchanganyiko kuna wa kiume, urithi ni dhakar mithlu hadhi unthayayn. Sasa ikitokea mtu amekufa ameacha watoto wa kike watupu, maana yake zaidi ya mmoja, maana yake wawili kwenda mbele, fawqa ithnatayn, basi urithi wao hawa wanarithi falahunna thulutha ma taraka, watachukua thuluthi mbili ya kilichoachwa na mzazi wao. Tulitoa hii pia mifano, tulitoa mifano kwamba wanapokuwa wao peke yao wanarithije, na hicho watakachokiacha thuluthi moja kitachukuliwa na nani. Tuliona kwamba watachukua mama saba kama watakuwa wako. Tuko pamoja eh? Tulitoa mifano pia, na hii tulisoma mifano mbalimbali tukitoa. Kwa hiyo wanachukua thuluthi mbili katika kilichoachwa. Sasa hapa ndo tulifikia, nakumbuka. Kwa hiyo leo tunaondokea wa in kanat wahidatan. Sasa ikiwa mwanamke mtoto kaachwa mmoja tu wa kike, mtu amekufa hana mtoto wa kiume ila kaacha mtoto mmoja wa kike, pamezungumzwa urithi. Mtu amekufa ameacha watoto mchanganyiko kike kiume, urithi wake ni mwanamume anachukua mara mbili ya mwanamke. Pakazungumzwa urithi wa wanawake watupu zaidi ya wawili, hakuna mtoto wa kiume, basi watoto wale wanachukua thuluthi mbili ya kile kilichozo na mzazi wao, na ile thuluthi moja manake atafuta 7, atakayekuwepo atabeba. Sasa sehemu ya tatu, hawa watoto hawa wa kike yuko mmoja tu, hakuna mtoto wa kiume. Akiwa mwanamke mmoja, mtoto wa kiume mmoja, wa in kanat wahida, akiwa mtoto wa kike ni mmoja tu kaachwa, hakuna mtoto wa kiume, hata kama kutakuwa na warithi wengine, madhal hakuna mtoto zaidi ya mmoja tena wa kike, haijalishi kuwe na warithi wengine. Pengine yawezekana baba yupo wa marehemu, yawezekana mama wa marehemu yupo, lakini mtoto yuko mmoja tena wa kike, basi wa in kanat wahidatan falaha nisfu, huyo mtoto wa kike anatakiwa kuchukua nusu ya mali ya mzazi wake. Tuko pamoja eh? Sasa na hapa tuende kidogo kidogo na kumbe tunajua watoto wana hali mbili ya kurithi. Wa kike wana hali mbili. Hali ya kwanza, wakiwa zaidi ya mmoja na hawana kaka yao, yani hakuna wa kiume, wao fungu lao ni thuluthi mbili, mnasema 2/3. Anachukua mafungu mawili katika matatu. Hii tulishaitolea mfano. Lakini sehemu ya pili, ikiwa wale watoto hakuna wa kiume, lakini sasa watoto wa kike sio wengi, yuko mmoja tu, huyu mtoto mmoja anachukua nusu ya mali ya marehemu. Kwa itabakia nusu nyingine. Hii nusu nyingine itaangaliwa nani ambaye anarithi. Yawezekana wakawekwa ashabu al-furudhi wengine.
Yawezekana ikawa hakuna ashabul furudhi wengine, ikawa kuna asaba. Kama kuna asaba tu, ina maana hii nusu ya pili atachukua nani? Asaba. Sasa hapa tupate mifano. Mfano wa kwanza tuchukulie kwamba ndio yuko mtoto mmoja wa kike, sawa tuchukulie, lakini marehemu aliacha na baba yake na pia aliacha na mama yake. Kwa mfano kuna marehemu kaacha watu watatu, nasema kaacha mtoto wake wa kike mmoja, lakini kamwacha na baba yake marehemu, tuelewana, akamwacha na nani? Na mama yake. Kwa maana warithi hapo ni watu watatu, ni mtoto wake wa kike na baba yake marehemu na mama yake, sawa Tutaona huko mbele kwamba baba na mama, sio kama tushapita sawa, baba na mama watamrithi mtoto wao, baba na mama watamrithi mtoto wao ikiwa yule mtoto wao hana mtoto. Baba anakuwa ni asaba, mama ndio anakuwa ashabul furudhi. Mama achukua thuluthi moja ya mali, kwa maana thuluthi mbili zitakuwa ni za baba wa marehemu. Tunaelewana? Hiyo hali ya kwanza, wazee kumrithi nani? Mtoto wao. Ikiwa huyu mtoto wao hana mtoto, mama anachukua 1/3 katika mali ile, zilizobaki 2/3 zinakuwa za nani? Za baba. Kwa maana katika hali hii baba anakuwa ni asaba, anakuwa sio ashabul furudh. Pale ashabul furudh anakuwa ni mama wa marehemu, anachukua fungu lake 1/3, kwa maana baba asaba hana fungu, yeye kawaida kinachobaki chote atabeba. Hii hali ya kwamba mtoto wao hana nini? Hana mtoto. Lakini sasa hali ya pili, wazee wanamrithi mtoto wao ambaye mtoto huyo ana mtoto wake. Ndio hapa tulipo sasa. Haijalishi ana mtoto wa kike wa kiume, ana mtoto tu. Tuelewana? Kwa maana sasa warithi wanakuwa wangapi? Watatu. Watakuwa ni wazazi wa marehemu, baba na mama, lakini na mtoto wa marehemu. Tufahamiana? Kwa hiyo ikiwa hali hii kwamba wazee wanamrithi mtoto mwenye mtoto, wazee Allah kasema likulli wahidin minhuma sulusu. Tutaona huko mbele kidogo kwamba mzee, baba na mama, kila mmoja atachukua 1/6. 1/6, kwa maana baba 1/6 na mama pia 1/6. Madhali mtoto wao ana nini? Ana mtoto. Haijalishi huyu mtoto ni wa kike au ni wa kiume. Tuko pamoja? Sasa tuchukulie mfano huyu mtoto ni wa kiume. Hapa kuna mtoto wa kike, lakini tuchukue mfano mwingine kwamba ameachwa mtoto wa kiume, kumeachwa na baba na mama wa marehemu. Tuelewana? Sasa ikiwa hali hii tunaambiwa wale wazee wanakuwa kila mmoja anachukua 1/6. Kwa maana wazee wanakuwa ni ashabul furudhi. Baba hawi asaba, asaba atakuwa yule mtoto wa marehemu wa kiume. Tuelewana? Tunasema kuna baba na mama na mtoto wa kiume wa marehemu. Hapa asaba anakuwa nani? Mtoto ndio asaba. Baba wa marehemu si asaba, anakuwa ni mtu wa mafungu, ana fungu 1/6 sawa sawa na mkewe ambaye ni mama ni mama wa marehemu. Wote wanachukua fungu sawa sawa 1/6 1/6. Tuelewana? Kwa hiyo ni kusema kwamba mali hii itagawiwa, asli masala itakuwa ni ngapi? Ni 6. 6 inawagawia. Ile mali tutaipiga mafungu 6, baba atachukua 1/6 na mama 1/6, yatabakia mangapi? 4. Haya 4 asaba. Asaba ni nani? Ni mtoto wa kiume, atabeba yote. Tufahamiana? Haya, iliyotajwa hapa sasa ni kinyume chake, mtoto ni wa kike. Sawa Kuna tuchukulie mfano mtoto ni ndio ile mtoto wa kike. Akiwa mmoja mtoto wa kike anataka nusu ya nini? Ya mali. Sasa tupige mfano vile vile kwamba kuna na mzee hapa, kuna na baba na mama. Waelewana? Kuna baba na nani? Na mama. Yaani mtu kafa kaacha mtoto wake mmoja wa kike, amemwacha na baba yake na mama yake. Tunaona kwamba kumbe baba na mama, madhali kuna mtoto, fungu lao ni lile 1/6. Tayari 1/6. Sasa kwa kuwa yupo, ina maana hapa pale pale ni 1 ngapi?
ya 6. Lakini sasa hapa kuna wanawake wawili mwanamume ni nani? Mmoja ambaye ni baba wa marehemu. Kuna mama wa marehemu na mtoto wa kike wa marehemu. Hapa asaba ni nani? Ni baba. Pamoja na kwamba ana fungu moja katika 6. Kwa hiyo asli al-masala itakuwa ile ile 6. Tufahamiana Baba atachukua moja, mama atachukua moja, yatabakia mangapi? 4. Mtoto wa kike anataka nusu ya 6 maana yake ilikuwa. Maana yake mafungu mangapi? 3. Jamani, nusu ya 6 mbili. Asli masala ilikuwa ni 6. Tuko Sasa katika 6 mtoto wa kike anataka nusu ya 6. Nusu ya 6 ni 3. Baba anataka moja ya 6 na mama moja ya 6. Maana yake atakuwa zimeondoka ngapi? 5, atakuwa mbaki moja. Kwa hivyo hii moja itamtafuta nani? Asaba. Asaba kwa hapa anakuwa nani? Ni baba. Kwa itarudi kwa nani? Kwa baba marehemu. Kwa baba marehemu atakuwa kapata 2, lakini moja kairithi ndiyo fungu lake na ile moja kairithi kwa uhasaba, kwa kuwa hakuna mtu tena bakia. Tuko pamoja? In kanat wahidatan falaha nisfu. Sawa? Tupige mfano mwingine. Tupige mfano marehemu ameondoka, amemwacha mtoto wake wa kike. Sawa jamani na amemwacha na mume wake. Tufahamiana? Kaacha mtoto mmoja tu wa kike, lakini kaacha na mume. Mbona mmefinga uso? Kwa kuwa hakuna mtoto mwingine wa kiume, kuelewana wala hakuna mtoto mwingine wa kike, yuko peke yake, urithi wake ni ule ule, ni nusu tu. Sawa Kwa hiyo kwa kuwa huyu marehemu kaacha mtoto wa kike, mtoto wa kike ataka nini? Nusu. Na kaachwa na mume, si ndio? Mume madhali kuna mtoto anamrithi mkewe kiasi gani? Robo. Tufahamiana? Sasa tufanyaje? Maana yake asli al-mas'ala iwekwe namba ambayo itapatikana robo, na pia kuna nusu, si 4? Au sio? Kwenye 4 kuna nusu na kwenye 4 pia robo inapatikana. Tufahamiana? Kwa hiyo mali yote ile itapigwa mafungu 4. Kama ni pesa manake utazigawa kwa mahara ngapi? 4. Iwe ni miti kama nilivyosema utaigawa mafungu mangapi? 4. Kwa hiyo mtoto wa kike mmoja atachukua ngapi? Fungu 2, ndio nusu ya 4. Tayari Na mume wa marehemu atachukua robo. Robo ya 4 ni 1. Si ndio? Kwa itakuwa zimeondoka ngapi? 3, kuna fungu 1. Fungu 1 pataangaliwa asaba aliyo, na hawezi kukosekana. Hawezi kukosekana asaba Ikitokezea kakosekana itarudi kwa mtoto, lakini hawezi kukosekana. Tuko pamoja? Kwa sababu asaba ni nani? Asaba ni wanaume wa upande wa kuume. Kuna pande 4 za asaba. Kuna pande wanasema jihatil ubuwa, kuna upande wa ubaba. Kwenye baba huko anapatikana asaba, baba, babu kwenda mbele juu. Kuna upande wa bunua, upande wa utoto, manake watoto wa marehemu na watoto zao unakuja chini wa kiume. Tayari? Lakini kuna upande wa al-ukhuwa, ukaka, ndugu wa kiume wa marehemu, waliozaliwa wa kiume wamezaliwa na upande wa baba mmoja mama mmoja, au upande wa ubabani. Tuko pamoja na watoto zao, kwa maana akiwa hayupo huyu, kwa maana hawezi kukosekana asaba kuja kuchukua kile kitakachofanyaje, kitachobakia. Lakini pia ukitoka huwa kuna umuma pia, uami pia, maami na watoto zao pia. Kama ami hayupo lakini yuko mtoto wa ami. Tuko pamoja wale wa kiume, wale wamekaa huku wanasubiri kidondoke, watakuja kubeba. Imetokezea ambayo si mara nyingi kwamba ndio kakosekana huyo asaba, itarudi kwa nani?
kwa yule mrithi ambaye wa nasab, ambaye mrithi wa nasab pale ni nani? Ni mtoto, sio mume. Mume kwenye radi hayumo. Tuko pamoja eh? Tugeuze upande wa pili. Amekufa mtu, ameacha mtoto wake wa kike, lakini kaacha na mkewe. Sawa jamani? Ndio vile vile mtoto wa kike anahitaji nini? Nusu. Jamani, nitaishwa. Sasa na mke kumrithi mumewe ana hali mbili. Ikiwa mume hana mtoto, mke anachukua nini? Hajafika mtoto mume, natoa mfano kabisa. Anachukua, ikiwa hana mtoto, mke anachukua robo ya mali ya mume. Lakini mume akiwa na mtoto, mke anakwenda kwenye thumu. Sawa eh? Kwa hiyo hapa kwa kuwa yupo mtoto wa kike, ina maana mke fungu lake ni moja ya ngapi? Ni thumu, moja ya 8. Tukisema thumu ni thani 8, maana yake ni moja ya 8. Kwa hiyo kuna mtoto ataka nusu na mke anataka moja ya 8. Asili masala ni ngapi? Ni hiyo 8 inatosha. Kwa sababu kwenye 8 nusu ipo, itapatikana ni 4, na yule mke atachukua moja, itakuwa ngapi? 5. Tabakia ngapi? 3. Atatafutwa asaba aliyopo, atachukua hiyo 3. Tuelewana? Haya. Tupige kitu kingine kimoja. Kwamba hapa nyuma tunaunganisha. Jamani, hizi ni aya chache lakini ndo zimebeba fani ya mirathi yote. Unaweza kushangaa aya sio nyingi lakini mirathi ni mirefu sana kiasi ambacho watu wametunga vitabu vya mirathi vimenenepa tu kidogo kwa sababu vina nyanja tofauti. Sasa mimi sipendi nipite tupite tafsiri tu mpaka tuende mbele. Nataka tunakwenda hatua hadi hatua, tutoa na mifano. Tuliona hapa nyuma kwamba watoto wa kike tupo wakiwa wawili kwenda mbele, hakuna wa kiume, wao ufungu zao ni thuluthi 2, si ndio? Tuko pamoja eh? Haya, sasa mjukuu ne anahesabiwa ni mtoto. Mjukuu wa marehemu aliyozaliwa na mtoto wake wa kiume pia anahesabika nani? Ni mjukuu. Ni mtoto. Lakini ni mtoto yuko daraja la chini kidogo. Sasa mathalan imetokezea hivi, mtu amekufa, ameacha mtoto wake wa kike mmoja. Tufahamiana? Lakini kuna na mjukuu wake mwanamke vile vile, lakini kazaliwa na mtoto wake wa kiume. Huyu anahesabika naye ni mtoto wa marehemu. Hao wote ni watoto. Tuelewana eh? Ila hawa watoto wanapishana daraja. Kuna mmoja yuko daraja ya karibu, mwingine yuko chini kidogo. Kwa kuwa wote ni watoto, fungu lao ni lile lile. Watoto wawili wa kike inakuwa ni ngapi? Thuluthi 2. Watarithi thuluthi 2, lakini kwa ugawaji huu kwamba yule mwanamke, yule wa kike ambaye kazaliwa na marehemu, yeye fungu lake ni lile lile, nusu. Tupo Huyu mjukuu yeye atapewa thumun, sudus. Atapewa nini? Sudus. 1/6. Wanasema takmila thuluthaini, ili iwe mafungu waliochukua wawili yatimie thuluthi ngapi? 2. Kwa hiyo huyu mtoto mzaliwa akichukua nusu, na tunasema sila masala ni ile 6. Kwa mtoto wa kike moja akichukua nusu, ambao ni 3, nusu ya 6, si ndio? Na huyu mjukuu ambaye ni mwanamke, ila kazaliwa na mtoto wa kiume, akichukua 1/6. Tuko pamoja? Ukichanganya hizi 3 za mtoto aliyezaliwa na hizi za mjukuu zinakuwa ngapi? 4. Jamaa, tuko pamoja? Mtoto kachukua nusu ambao ni 3 katika 6. Na mjukuu kachukua ngapi? Sudusi, 1/6. Ukizichanganya hii nusu ya mtoto aliyezaliwa kuzaliwa na ya mjukuu zitakuwa ngapi? 4. Hii wanaita takmila thuluthaini. Wanakuwa tayari watoto wao wamekamilisha thuluthi 2, kwa sababu ni 4 katika 6. Sio kama tuko pamoja? Bado tutarudia. Tumesema hivi kwamba pametajwa hapa hukumu ya mtoto wa kike.
Watoto wa kike wana hukumu mbili. Kuna hukumu wakiwa wako peke yao, hakuna mtoto wa kiume. Unakuwa na hukumu ngapi? Mbili. Wakiwa peke yao hakuna mtoto wa kiume, hukumu ni mbili. Hukumu ya kwanza, wakiwa wengi watoto wa kike zaidi ya mmoja, maana wawili kwenda mbele, hukumu yao wanatakiwa wachukue thuluthi mbili, wanagawana sawa kwa sawa, wawili kwenda mbele. Hii hukumu ya kwanza, hakuna mtoto wa kiume. Hukumu ya pili, mtoto mmoja tu wa kike, mtoto huyu anachukua nusu ya mali peke yake. Tunafahamiana? Akiwepo mtoto wa kike peke yake ndio anabeba yote. Ikiwa mtoto wa kike mmoja akachukua nusu, manake ni dhakari, mwanamume ndio anabeba nusu zote mbili, anabeba mwenye hasogei mtu. Abakishi. Tayari Sasa nimesema kwamba mjukuu pia naye huhesabika kuwa nani? Mtoto. Ikitokezea mathalan marehemu ameondoka, kaacha mtoto wake wa kike mmoja, lakini pia kamuacha na mjukuu wake pia wa kike, lakini mjukuu huyu kazaliwa na mtoto wake wa kiume, sio mtoto wa kike. Huyu mjukuu huyu ni wa huku, naye anahesabiwa ni nani? Ni mtoto wa marehemu. Kwa ni sawa sawa na kusema hapa kaacha watoto wangapi? Wawili wanawake, lakini hawatagawana sawa sawa, kwa sababu huyu mtoto huyu yeye daraja yake iko nyuma, ila fungu zao wanazotaka kuchukua ni zile zile thuluthi mbili. Kwa utaratibu gani? Kwa utaratibu huyu mtoto wa marehemu atachukua nusu yake, yule mjukuu atachukua moja ya katika 6, ili ukichanganya hii na ya huyu itimie thuluthi ngapi? 2. Tayari? Na mjukuu kama babake yuko hai hawezi kurithi, tabidi azuiwe na babake. Maana yake tukisema mjukuu anakuja kurithi babu yake, maana yake yeye huyo baba yake hayupo tena. Akiwepo baba yake mjukuu haendi kurithi, bali mrithi atakuwa ni nani? Ni mtoto ambaye ni baba yake yeye. Tufahamiana Na hii ni muhimu sana katika ulizo, tunataka lazima ujue mambo ya hujub. Kuna watu wanawazuia wengine kwamba akiwepo huyu hasogei. Wanasema undugu nuksi unakuwa huo. Na unajua wazi kwamba mimi hapa ningepata, lakini fulani kanisuia. Kwa hiyo hali tumeifahamu. Kwa ina maana asli masala tutasema ni 6. Mtoto kachukua 3, mjukuu kachukua 1. Kwa itakuwa ni ngapi wamechukua? 3 na ile 1 4. Zitabakia 2. Si ndio? Hizi 2 atatafutwa nani? Asaba aliyopo kama yupo, au kuna mrithi mwingine aingia atachukua hiyo. Tuko pamoja? Ndio vile watoto wa kike hata wakiwa wawili, au wakiwa wawili watoto wa kike, yule mjukuu hawezi kuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu fungu la watoto wa kike ni thuluthi 2, na hawa wawili tayari weshachukua thuluthi 2. Kwa fungu zao zishamalizwa, huyu hajafanya nini wewe? Kukamilisha ile thuluthi 2. Lakini kwa wenyewe shaikamilisha, washaikava, maana yake ndio ana kitu huyo. Kama wajukuu watakuwa wawili na mtoto mmoja, wajukuu wawili mtoto mmoja, vile wanahesabika ni watoto, kwa sababu hata watoto hawa watoto hata wawe 100, fungu lao ni zile thuluthi 2. Kwa hiyo kuna mtoto mmoja wa kike, swali lako, si ndio? Lakini kuna wajukuu wangapi? Wawili wa kike vile. Maana yake ni kusema kwamba kuna watoto zaidi ya 1, kwa maana fungu zao ni zile thuluthi ngapi? 2. Huyu mtoto wa kike bado nusu yake ile, hawa watachukua sudusi yao wagawane wajukuu. Shuraka bainahum. Sawa? Mungu kidogo. Jamani, kikosea mtaniweka sawa kidogo, kwa sababu najua mambo hayana fungu. Halafu katika somo baya ni hili.
na katika somo zuri ni hili. Zuri kivipi? Kwamba ni somo ambalo ni zuri kwa sababu lahitajika katika jamii sana, na ndio watamtume katuhimiza sana tusome ili somo na tusomeshane, na akasema kwamba ni somo ambalo linaondoka. Tafikia wakati watu watahukumiana kiujinga ujinga, lakini ni baya, maana yake ukikosea umdhulumu, ushamdhulumu mtu unaweza ukamnyima mtu ulisi hivi ngoma ngumu inakuwa. Na ni somo ambalo jepesi kusahaulika katika jamii. Kwa nini? Kwa sababu hili somo ili likae linakaa kwa watu maalum. Ili utalisoma wewe, ukishakulisoma hili si unaandika hapo mwezi hujui tena, ila wanaojua ni nani? Wale waliokuwa wanacheza na haya mambo, wale walioko wakfu na mali ya amana, kwa sababu mambo ya mirathi ndio kila siku wanashughulikia. Kwa ina maana wanapitia. Hata ukimwamsha usingizini, bwana vipi, anakuambia kuna mtu fulani fulani, anakuambia huyo mpe roho, huyo mpe, kwa sababu kile kitu ambacho kila siku yapitia. Au wale waalimu ambao kila siku na yafanyeje, asomesha. Na waalimu huwa hatusomeshi kila siku. Manake ukisoma ndio kishapita hiyo sura, kwa mfano usomeshi tena ile somo, kwa kuwa pengine una miaka chungu mzima hujalisomesha, unakuwa unalisahau. Somo la kusahau. Kwa maana nasema mimi, kwa sababu siko kwenye kitengo cha kurithisha, tupo niko kwenye kitengo cha kusomesha. Sijui nikwambie mna muda gani sijasomesha, ndo nasomesha tena kwenu hapa. Mapungufu yanaweza yakatokea. Kwa hiyo kitokea ni udhaifu wangu mwenyewe, nikipatia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, nafikiri hapa tumekaa sawa kwamba wa in kanat wahidatan falaha nisfu, lakini wali abawaihi, kipengele cha pili, wazazi wa yule marehemu, tusatoa mfano, lakini likulli wahidin minhuma sudusu, mifano tushatoa. Wazazi wake wawili, kwa maana mtu amekufa ameacha mtoto wa kike, lakini kaacha na wazazi wake, mtoto wa kike nusu, hawa wazazi wawili wa marehemu, likulli wahidin minhuma sudusu, kila mmoja katika chukua sudusi. Sudusi manake ni 1/6. Mifano tayari tushatoa Na hii jamani, mimi huwa naisomesha kiutobo. Watu wengi wanasema ni ngumu mirathi, lakini mimi niseme ni ngumu, lakini niseme si ngumu sana. Ila kwa watu wanavyoisomesha mara nyingi inakuwa ngumu, kwa sababu wanaisomesha kishule, kiskuli, hapo ngumu. Kwa sababu na ukiisomesha kiskuli, ina maana wasomesha kupitia hesabu 5 mara ngapi, na somo la hesabu. Hata wale kwenda skuli, mwingine akwambia mimi hakimbia akwambia hesabu ngumu. Tupo si ngapi zidisha mara ngapi, hapo ngumu bwana. Siku tuliokimbia skuli tu, hata wale wamaliza skuli leo ukikuta mtu anambia bwana, haya wewe uko form 4, lakini akwambia masomo la hesabu yeye kafeli. Tena hakuchukua kabisa, unajua ni huko ngumu. Alafu unakwenda kusomesha miradi kupitia ile mahesabu ya kiskuli yale. Hiyo bwana ngumu. Lakini ilmu al-mirathi inaitwa ilmu al-faraid, ndio inaitwa. Faraid maana yake mafungu, ni elimu ya mafungu. Kwa hiyo hii ukiisomesha, isomeshe kitobwe, ndio watu waelewa. Uisomeshe kimafungu. Ndio kama hivyo unaambiwa mali yote ipige mafungu 6. Tupo. Ipige mafungu mangapi? 6. Yaani kama ni pesa wewe tengeneza mafungu 6 hapo, wewe yawe sawa tu. Kama vile unapanga mafungu ya mihogo lakini mafungu yawe sawa. Unajua patakiwa mafungu 6. Basi wewe chawanya mafungu 6. Lipi limezidi, hili limezidi, jiweke sawa na wenzake. Yakishakaa sawa unatafuta sasa, kuna fulani ataka nusu ya 6 ngapi? 3. Bwana mkubwa njoo chukua mafungu yako 3. Fulani ataka 1/6, njoo chukua fungu lako 1. Sijui kuna fulani ataka thuluthi 2, maana yake ataka 2 katika 3. Maana yake hiyo mali upige mafungu mangapi? Mafungu 3. Kama ni ya thuluthi
Unaambia bwana mkubwa njoo, wewe wataka moja thuluthi moja, chukua fungu lako moja. Ataka thuluthi mbili, chukua mafungu yako mawili. Tupo mimi nilipokuwa nawasomesha kina mama kule, nilikuwa nawaambia waje na vijiti. Taskulini nafikiri sisi tulianza kusomeshwa kwa vijiti hesabu siku hizi watu wasomeshwa kwa vijiti, bwana mahesabu ngumu. Visoda siku hizi. Unaona kuna vijiti sio mfuko nzima. Kwa ukiambiwa sijui 10 na 10 na kuwa ngapi, 10 jumlisha 10 wachukua vijiti 10 wavichanganya wahesabu wapata 20. Kwa ni kugawa hivyo hivyo, sijui ngapi gawa kwa ngapi, wahesabu zile ngapi wajua kwamba kumbe ngapi. Kwa hiyo na huu kile ukisoma sasa, ili tusisahau kusubscribe hizi tunaosoma kwa maana na wewe ukitoka hapa tuko pamoja. Tumesema kwamba ili uweze kulijua ili somo, uwe uko kwenye kitengo cha kurithisha au uwe wasomesha. Kama husomeshi kutoka hapa tu siku mbili urudi tena. Sasa si kwa kuwa hatuko kwenye kitengo cha mirathi, tuwe wasomeshaji. Kitoka hapa kafungue somo leo darasa la mirathi nyumbani, ili uweze kupata ile mazoezi. Kiulizwa mwalimu, na mwalimu mimi japo utachekwa, leo ya ndio kwa mwalimu ili uweze kutokusahau, uweze kukumbusha haraka sana. Kila mmoja atachukua sudusi, yani 1/6 mimma taraka, katika kile kilichoachwa na mtoto wao, lakini kwa sharti usau. Sharti gani? In kana lahu walad, kama ikiwa huyo mtoto wao alikuwa na nini, na mtoto. Halafu kwenye fani ya mirathi tufahamiane uzuri, kwenye fani ya mirathi haifuati lugha. Katika baadhi ya vitu haifuati lugha, kwa sababu kilugha ukisema in kana lahu walad, waladi kilugha mtoto wa kiume, au sio? Kwenye mirathi kitajwa waladi, hajalishi mtu wa kike au wa kiume, ni mtoto tu. Ndio akasema waladi wa kiume, pakitajwa neno waladi kwenye mambo ya mirathi inakuwa ni mtoto tu, yoyote au wa kike au wa kiume. Kwa hiyo ikiwa marehemu aliacha mtoto wa kike au wa kiume, basi wazazi wake huyu marehemu wao watarithi kila mmoja 1/6. Sasa mtoto akiwa ni mwanamke, yeye ana nusu. Mtoto akiwa ni mwanamume, wakishachukua hawa 1/6 1/6, kilichobaki chote yeye anabeba. Tuko pamoja? Watoto ni mchanganyiko kike kiume, ndio ile lidhakari. Baada ya kuchukua hawa wazee 1/6, hawa watagawana lidhakari mithlu hadhi unthayayn. Sawa. Haya, fa in lam yakun lahu waladu, ikiwa marehemu hana mtoto, si wa kike si wa kiume, hana nini, hana mtoto. Sasa ikawa wawarithahu abawahu, warithi wake wakawa ni wazazi wake tu. Maana kisa mtu kafa hana mtoto, ila kaacha wazee wake, baba na mama. Tuko pamoja? Hapa baba anakuwa asaba, hawi ashabul furud, ila mama ni ashabul furud. Asema Allah, fali ummihi thuluthu, mama wa marehemu atachukua thuluthi, yani 1/3. Moja ya ngapi? Ya 3. Zilizobaki ziko vipi? Maana yake hapo almantuku na almafhum, kwamba mesema wakiwa warithi ni baba na mama tu, hana mtoto, basi mama kaambiwa achukua thuluthi 1. Haya, huyu baba je, imenyamaza kiwa? Maana yake hizo zilizobaki pambaki ngapi? Thuluthi 2. Kwa sababu pale ni asaba. Asaba anakuwa hana fungu, yeye anachukua kitachobaki chote baada ya kuchukua wenye mafungu fungu yao. Yani urithi jamani, kuna makundi mawili ya urithi, basi kwa matatu. Kuna ashabul furudhi, yani watu wenye mafungu. Tukisema wenye mafungu ni wale waliotajwa kwamba huyu apata kiasi fulani kwenye Qur'ani au kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale wanaitwa ashabul furudhi, watu wa mafungu. Kinyume chake kuna watu wanaitwa asaba. Hawa ndio wale ambao hawajatajiwa fungu lao. Katika kurithisha kwanza wanapewa hawa wenye mafungu. Hawa kwanza usiwaangalie maasaba, kwa sababu wao nisema ndio wale waandazi wa zamani mpaka kibakie.
wapewe wenye mafungu, wakiwa wenye mafungu hawakumaliza mali, ndio itakuja kwa asaba. Na huyo asaba si kila asaba, ni asaba yule aliye karibu. Sawa? Kwa sababu yawezekana kuna asaba, pengine baba tupo hali hii, kwa mfano kwamba amekufa mtu, kaacha wazazi wake tu, hana mtoto, lakini kamuacha mama yake na baba yake, lakini kuna na babu yake yupo pia. Mfano baba ni asaba, babu pia nani asaba, lakini babu hapa hana kitu, kwa sababu kuna asaba aliye karibu anamzuia, ambaye ni baba wa mtoto. Tunasema huyu babu azuiwa na mwanawe mwenyewe, ndio baba usije huyo mwanangu bwana. Tupo lakini sisi leo heshima, mimi huwa nauliza na watapata jawabu, huwa sipati uzuri. Twapeana heshima. Yaani wewe leo ukiwa una mwanao lakini na baba yako yuko hai, si ndio basi utakuta eti wewe wajiweka pembeni, wamwacha baba yako wewe, yani babu amshughulikie nani yuko wake. Kumbe wewe ndio mwenye wanifahamu bado, utakupeni utanifahamu tu. Mfano wewe una mwanao wa kike kaolewa siku ya harusi, lakini na baba yako wewe hai, wewe si ndio wali, basi wamwacha baba yako wewe ambaye ndio baba wa marehemu, afanyeje? Mimi naona si sawa, kwa sababu huyu bado hajawa asaba kwa uwepo wako wewe. Tufahamiana? Mbona mmeua? Mirathi sawa na huko. Kwa wali si ndio? Kuna wali, ili awe wali awe na sifa gani? Lazima awe asaba. Wali lazima awe nani? Asaba. Tusema wali baba yake, au sio? Sababu ndio asaba. Wali kaka yake ni asaba kaka. Tupo pale bwana ami yake, ami ni asaba. Tupo ili awe wali ni lazima ni nani? Asaba. Sasa na huo asaba una daraja, hawezi kutoka kwa daraja ya mbali akaja akafanyaje wakati wa karibu yupo. Ili huyu apate hii nafasi lazima huyu aondoke. Akiwa hajaondoka huyu anazuia kumzuia yule asiwe nini na kupata ile sifa. Na ndiyo maana akiwepo baba wa mtoto, babu haji kumrithi mjukuu wake. Kwa nini asirithi? Kwa sababu yeye si asaba. Nani aliyemfanya si asaba? Ni mwanawe mwenyewe. Tuelewana? Sasa si leo tuna kienyeji. Na ndiyo maana nilisema hapa juzi, si katika masala yetu haya hatusome ndoa hapa. Ndio maana kwenye ndoa kuna khilafu za maulama. Kwenye ndoa kuna khilafu za nini? Za maulama. Kwenye kesi ya nini? Ya uwali. Kwani akiwepo baba, akiwepo na mtoto, nani awe wali? Kuna khilafu. Kishafi au kijamhuri ulama wanaona baba ndio atakuja kumuozesha nani? Mwanawe. Lakini kihanafia wanasema baba hapa humuozeshi mwanao, hapa ni mtoto ndio atamuozesha mama yake. Kwa nini? Wanasema kwa sababu gani? Wewe kwa kuwa huyu mtoto wako ana mtoto tena wa kiume, wewe si asaba, wewe unakuwa ni ashabul furudhi. Tayari asaba anakuwa ni nani? Ni yule mtoto. Na ndio maana hata urithi wewe utachukua 1/6 tu kurithi kwa mwanao. Lakini yule mtoto wake kama ni mwanamume, ukishachukua yako moja wewe baba wa mtoto, zilizobaki zote zake mie na wewe, nani mwenye nguvu? Mimi nimemzaa, mekanzaa. Kwa hiyo kihanafia wao wanasema pale wali ni nani? Ni mtoto, sio baba. Kwa sababu ni nani? Ni wali. Na ili awe wali lazima awe na sifa ya nini? Ya uasaba. Sasa hawa wao jamhuri wakasema masuala ya wakafanya kutofautisha wao.
kwamba lakini kwenye kuozesha na kwenye nini ni tofauti, lakini tofauti kwa ushahidi upi? Kwa sababu wote wanakubaliana kwamba ili iwe walii lazima awe nani? Hasaba. Sasa huyu wamtoaje? Haikawa inaonekana kwamba ni ile uchuro. Tupo jambo ambalo huo uchuro pia haujaondoka, upo kwa vyovyote ukifanya uchuro. Nikisema uchuro si mnafahamu kwamba eti inaonekana basi mtoto wake akampe mume mama wake. Unasema uchuro, yani ule uchuro kama uchuro fulani Sasa si uchuro, ni vile vile tunageuza baba mtu anampa mume mwanawe. Kuna tofauti gani? Yani ikiwa unahisi uchuro, maana kwa unafahamisha kama kwamba labda mtoto kampelekea mwanamume mama yake kashfa. Kwani vile vile baba kumpelekea mwanamume mwanawe vipi? Vile vile. Na hivyo hivyo ukisema kaka wali, kaka kumpelekea mwanamume dada yake vipi? Lakini pale sheria ndio ishafanyaje? Ishakubali kwa uchuro unakuwa haupo. Ndio ile anasema Sayyidina Ali karramallahu wajha, asema lau kana dinu birra'i, ingekuwa dini inakwenda kwa uonaji wa watu, kwa rai za watu. Anasema rai yangu kwenye kupaka hofu ingekuwa chini, asfala al-khawfi ingekuwa aula min a'la. Sababu kuna kukanyaga, halafu unapoku kupangushi ufute tu afuta huko juu. Si ndio uchuro wenyewe huo. Lakini dini ndio ishasema ni juu sio chini. Wewe hata moyo wako ukiona haukubali, ulazimishe ukubali tu. Sheria ndio jambo. Hatusome ndoa, sisi tunasoma swala ndoa Imenichokoza tu nimeingia tu kwenye milani. Sasa kwa mfano kama tukaacha binti moja, tukaacha na mama, tukaacha na dada wa marehemu, kaacha binti, kaacha na mama na dada. Tuko pamoja Dada huyu utabidi ujue kwanza ni dada wa aina gani. Mama mmoja, si ndio? Dada wa baba mmoja mama mmoja anamrithi ndugu yake ikiwa hakuna kumzuia, anachukua nusu na yeye vile. Jamani, tufahamiana. Kwa hiyo ina maana mtoto huyu wa kike anataka nusu na dada atataka ngapi? Nusu. Mama anataka nini? Anataka 1/6 kwa sababu kuna mtoto hapo. Tuelewana? 1/6 mama wa marehemu. Likuli wahid minhuma sudus. Kwa hiyo kuna nusu mbili, kuna wawili wataka nini? Nusu. Tuelewana? Kwa hiyo kitachofanyika hapo utaangalia ni mafungu mangapi yatakiwa. Lazima hapo ufanye au, kwa sababu ukimpa nusu dada na huyu mtoto nusu ndio ishaisha mama hajapata. Kwa lazima hapo kufanya au. Baada ya kuwa mafungu ni 6 inabidi ufanye kufuata sawa. Mafungu yafanye mangapi? 7. Kuna kitu kinaitwa au. Ni sasa wanakusema hivi. Maana mimi nasema nasomesha kidogo kwamba mafungu yetu yalikuwa mangapi? 6, lakini tunahitaji mafungu mangapi? 7. Ili yule dada apate nusu ya 6 na mtoto apate nini? Nusu. Na mama apate naye ataka 1/6. Tuelewana Wakati mafungu yetu ni mangapi? Ni 6, tunahitaji 7. Kwa hiyo tutakuwa twachukua kwenye yale mafungu 6 tutapunguza tuzalishe fungu hilo moja. Nafahamika? Mpaka yatakuwa mangapi? 7. Kwa hiyo yatakuwa 7, lakini kiugawaji tuagawa kama kwamba ni hesabu ile ya ngapi? Ya 6. Kwa hiyo huyu atapata nusu 3, lakini sio zile nusu zile zilizokuwa zipatikane kwenye 6, maana impunguza fungu ni mpunguzwa kidogo. Tuelewana Na yule atachukua nusu yake 3 ili moja atachukua mama. Sio tumefanya? Una? Fungu lake kama ni mtu wa fungu. Kwa kumpe nusu. Na. Tumpe mama au ni mtu wa
wa fungu. Apate naye fungu lake kamili vile vile. Huyu dada ambaye kumsi kwake kulikuwa alitakiwa awe ni kalala. Awe Awe ni kalala. Kalala. Huyu dada. Huyu dada si kalala. Huyu anairithi au anarithiwa? Yule dada yule sio kalala, kwa sababu yeye kalala ni ile arithiwaye ndio kalala. Sifa ya kalala haipati mrithiji. Tupo yule dada atakayemrithi atakamrithi ndugu yake au sivyo? Shekhangu au sio? Ndio sikulifahamu. Ni hivi, ulisema kuna mtu kaondoka kaacha mtoto wake wa kike. Tupo, lakini kamwacha na dada yake, si ndio? Wa kike ndo dada huyo. Tupo na mama yake. Hapa hakuna kalala. Kalala ni nani? Kalala ni yule arithiwaye, ndio anapata sifa ya nini? Ya ukalala. Na ili awe kalala awe hana mtoto, hana mzee, ndio anaitwa kalala. Sasa hapa anayerithiwa si kalala, yeye ana mtoto tayari, ndio yule wa kike. Tupo na pia ana mzazi mwanamke, huyu si kalala. Hiyo kesi ya kalala itakuja mbele hapo mbele inshallah. Ipo huyu si nini? Si kalala. Kwa hiyo anachukua nusu na yeye ya mali vile vile, nusu na huyu nusu, na huyu mama 1/6. Tupo. Kwa nini huyu mtoto achukue nusu? Tupo, anachukua nusu kwa sababu yeye hana mwenzake. Ingekuwa na mwenzake ingechukua thuluthi ngapi? 2. Kwa nini mama sudusi? Kwa sababu marehemu ana nani? Ana mtoto. Dada wa marehemu, sawa Dada wa marehemu na yeye ni katika sababu furudhi, anataka nusu. Tupo ingekuwa huyu dada huyu, tupo ana mwenzake huyu kaka, ana na mwenzake, manake kuna dada na nani na kaka. Basi huyu ingekuwa sababu furudhi, ingekuwa wao ni asaba wakishirikiana pamoja na nani? Na kaka yake. Tutakuja kuona uasaba, kuna uasaba vile vile, kuna asabatun ma'al ghairi na kuna asabatun bil ghairi.